ile miongozo ya kilimo cha tumbaku sambamba na kanuni zake kwa wakulima, ili tuweze kufikia ile azma ya serikali ya uanzishwaji na utekelezaji wa kilimo cha zao la tumbaku katika mkoa wetu wa Mara. Wale wanaoshughulika na zao hili mtakuwa mashahidi, bado tuna changamoto mbalimbali kama zilivyoelezwa hapa, hasa kwenye pembejeo. Kwa mujibu wa kalenda yetu ya zao hili la tumbaku, tulitakiwa sasa hivi tayari tuwe na mbegu ziwe zimeshawafikia wakulima kupitia vyama vyao, lakini ukiuliza hapa, baadhi ya vyama vitakuwa havina hizo pembejeo kwa maana ya mbegu. Hata kwenye wilaya yangu ya Rorya, jana nimepata nafasi ya kuzunguka kwenye vyama vya msingi kuangalia maandalizi ya msimu huu. Nimeona kuna changamoto kubwa, hakuna bado mbegu. Na zao la tumbaku kama mnavyojua, huwezi kuwa na mbegu tu peke yake. Lazima uwe na mbegu, uwe na mbolea, uwe na dawa, kwa sababu unapoanza kusia zile mbegu unatakiwa utumie mbolea, utumie madawa pia. Uongo kweli? Lakini mpaka sasa hivi havijawafikia wakulima. Kwa hiyo eneo hilo bado hatujafanya vizuri. Tunahitaji kuboresha na tufanye kazi kwa pamoja kama wadau wa zao la tumbaku. Tuendelee kuhamasisha wakulima zaidi waweze kushiriki kwenye zao hili, kwa sababu ni zao ambalo kama tulivyosema linaongeza kipato cha wakulima. Kwa niombe sote ambao tuko hapa tukiwa kama wadau tulizingatie na tuwaelekeze wakulima wetu kufuata maelekezo vizuri, tuweze kuongeza tija ambao kwa ujumla inaongeza mapato ya wakulima, lakini pia halmashauri zetu, lakini hata pia katika pato la taifa. Sasa nianze na taasisi za kifedha. Niombe taasisi za kifedha, ninyi ni wadau muhimu sana kwa wakulima wetu ambao mnatoa mikopo mbalimbali kwa ajili ya uboreshaji, lakini pia kilimo cha zao la tumbaku. Niombe sana mnapotoa mikopo na shauri muitoe kwa wakati, kwa sababu tusipotoa kwa wakati tunawapa mzigo mkubwa sana wakulima kwenye kulipa hayo madeni, kwa sababu ile fedha mtakayotoa nje ya muda, maana yake wanaenda kuwa na mzigo mkubwa kwenye kuzilipa, watatumia ndivyo sivyo. Lakini pia ni shauri kwenye hizi taasisi za kifedha, naamini tuko wengi hapa, nimeona mabenki mbalimbali ambayo yametoa salamu, tujitahidi kupunguza riba kwa wakulima ili tuongezee tija wakulima wetu, sababu wamekuwa na mzigo mkubwa sana kulipa madeni na hatimaye baadaye wanakimbia kilimo cha tumbaku. Lakini kwa wakulima niombe tuzingatie sana maelekezo ya wataalamu ili kuongeza tija kwenye zao letu, lakini muwe na mipango thabiti ya usimamizi wa fedha ambazo mnazipata wakulima. Tulilima zao la tumbaku kwa wingi kabisa na halmashauri yetu ilifanikiwa kupata Tanzanian shillings milioni 500. Kwa hiyo tunawashukuru sana wakulima wetu. Mbona mpigi makofi? Yaani huo ni ushuru tu, sio kwamba hela za wakulima, hapana. Hilo ni pato lilioingia halmashauri. Kwa hiyo sasa kwa wakulima walipata fedha za kutosha, na tunawaahidi mwaka huu tutawapa ushirikiano kama tuliofanya mwaka jana. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utekelezaji wa miongozo na maelekezo kumekuwepo na changamoto zifuatazo: ucheleweshaji wa pembejeo za tumbaku kutokana na mkoa wa Mara kutofautiana kalenda ya uzalishaji wa zao la tumbaku na kanda zingine zinazozalisha zao husika. Mabadiliko ya tabia ya nchi, ukame hasa katika wilaya ya Rorya katika vyama vya mazao vya Kitembe na Milale yalipelekea vitaru kukauka na kusababisha wakulima kukosa miche ya kupanda. Uwepo wa miundombinu pungufu na hafifu mabani, hivyo kupelekea upotevu mkubwa wa tumbaku wakati wa ukaushaji na kupelekea kushuka kwa ubora wa mazao na kuathiri kipato cha mkulima. Utoroshaji wa zao la tumbaku kwa baadhi ya wakulima
hivyo kushindwa kulipa mikopo ya kibenki walizokopeshwa kwa minajili ya kilimo cha zao la tumbaku na kupelekea migogoro katika vyama vya ushirika wa mazao sambamba na taasisi za kifedha, ambapo hadi kikao hiki jumla ya USD 215,581.76 za pembejeo zilizokopeshwa bado hazijalipwa na wakulima wa wilaya ya Tarime na Rorya. Na kwa upande wa Serengeti ni dola 17,730.30. Elimu duni ya masuala ya ushirika kwa wanachama, viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika, hivyo kuathiri usimamizi na utendaji wa shughuli za ushirika. Kilimo cha tumbaku kinagusa sekta zote. Mkulima anapata faida, serikali inapata faida, na pia hata wadau wanaoshirikiana nao wanapata faida, ikiwa ni wadau wanaohusiana na mbolea, vyama vikuu. Kwa kilimo cha tumbaku si mali ya mtu mmoja, ni ushirika. Eneo la uzalishaji na soko, changamoto kubwa zilizojitokeza zaidi ni kwenye upungufu wa pembejeo, ukosefu wa pembejeo kwa wakati, mavuno machache yasiyoridhisha, kutokuwa na soko la uhakika kwa muda wa kuvunwa na kupelekea wakulima kutafuta soko ili kujikimu kwa mahitaji yao, kuuzwa kwa tumbaku nje ya nchi, na mgogoro wa wakulima na wadau juu ya deni la pembejeo, na pia kutofautiana kwa msimu wa kilimo na ununuzi wa zao la tumbaku kati ya nchi ya jirani na Tanzania. Mkakati tulionao kwenye mambo hayo ambayo nimeyataja kama changamoto kubwa. Kuwepo kwa changamoto tajwa hapo juu kumepelekea uzalishaji, soko na uchumi wa wakulima kutokuwa mzuri kwa msimu huu. Halmashauri imejipanga kutatua changamoto tajwa na kuweka mkakati wa namna ya kuendeleza zao la tumbaku kwa msimu ujao. Moja ya mikakati ambayo halmashauri imejiwekea ni kuongeza ushirikiano na wadau wa tumbaku ili kuhakikisha pembejeo zinapatikana za kutosha kwa wakati sahihi, kuwatambua wakulima na kuboresha usajili wa wakulima wanaolima zao la tumbaku katika maeneo mbalimbali ya halmashauri ya wilaya ya Tarime, kufanya upembuzi yakinifu wa mahitaji ya pembejeo ya zao la tumbaku kwa wakulima ili kupata picha sahihi ya mahitaji sahihi ya pembejeo. Namba 4 ni kuboresha utoaji wa huduma za ugani kwa wakulima wa zao la tumbaku ili kuongeza uzalishaji kwa misimu mingine, kuongeza udhibiti wa soko lisilo rasmi hasa kupitia mipakani kwenda nje ya nchi, hasa kwa wenzetu wa jirani, ili kupunguza madeni na wadau, kuwa sehemu ya utatuzi wa migogoro ili kuongeza ari ya ulimaji wa tumbaku na kuongeza uzalishaji, kuendeleza kutoa elimu ya kilimo cha biashara na chenye tija hasa kwenye zao la tumbaku. Mheshimiwa Mwenyekiti, njikite kwenye mafanikio. Katika miaka mitatu mfululizo tumefanikiwa kama ifuatavyo. Mwaka 2022-2023 tulizalisha kilo 748,000, 23-24 kilo 1,274,616. Mwaka 2024-2025 tumezalisha kilo 2,615,293. Lakini kwenye mafanikio pia kuna fedha zilienda kwa wananchi, zimeongezeka kutoka bilioni 6,134,879,213 hadi kufika bilioni 17,488,20,42,15 kwa mwaka 24-25. Lakini pia kuongezeka bei ya mauzo ya tumbaku kwa kilo kutoka dola 1.9 hadi dola 2.56 na kuifanya wilaya ya Serengeti kuongoza kwa kuuza bei nzuri katika Tanzania. Makofi. Lakini pia kuongezeka kwa ushuru wa halmashauri toka milioni 183 hadi milioni 500 kama ambavyo nimeshaelezewa. Lakini kuendelea kuongezeka kwa ushuru wa vyama vya msingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mkakati ifuatayo. Moja, lengo kuu ni kuhakikisha kuwepo kwa uhakika wa kipato cha wakulima wetu wilaya ya Serengeti. Kwa kufanya hivyo, malengo mahususi ambayo tunataka kuyafikia, moja ni kuongeza uzalishaji wa tumbaku toka kilo milioni 2,615,293 hadi kilo milioni 5,027,182 kwa mwaka 25-26. Lakini kuongeza pato la wakulima kutoka bilioni 17,488,204,215
hadi kufikia bilioni 32,762,252,822, lakini hivyo kuongeza ushuru wa halmashauri wilaya Serengeti kwa ajili ya kuhudumia miradi mbalimbali ya maendeleo kutoka milioni 524,646,126 hadi kufikia milioni 983,467,514 kwa mwaka 25-26. Mkakati wa kufikia malengo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kama ifuatavyo: moja, kuhakikisha kwamba pembejeo zinawafikia wakulima kwa wakati ili kuhakikisha wakulima wanatekeleza majukumu yao. Ukiangalia kwa mzee mwaka 2022 hadi 2013 zao lilikuwa likipanda, lakini kadiri muda ulikuwa unaenda zao lilikuwa likishuka kutokana na changamoto ya hali ya hewa. Moja, ukiangalia kwa mwaka huu tulikuwa na tani tulizovuna tulikuwa na tani 10.8, lakini ukiangalia idadi ya wakulima mpaka sasa tuna wakulima 126, lakini kwa mkakati uliopo tumeongezeka wakulima mpaka sasa tunao 257 na vyama vya ushirika viwili tulivyonavyo katika halmashauri yetu ya Rorya. Lakini tunao wataalamu wetu katika halmashauri ya Rorya ambao wana mashamba za zao la tumbaku. Lakini pia mbali na hayo yote tumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo zimepelekea tuwe na mikakati maalum ambayo kuendeleza katika kilimo chetu cha tumbaku katika halmashauri ya Rorya. Moja ni kuongeza uhamasishaji wa zao la tumbaku katika halmashauri yetu, kwa sababu tumegundua kwa kujifunza katika halmashauri nyingine, tumegundua tuna uwezo wa kuongeza pato la halmashauri kwa kupitia uhamasishaji wa wakulima wakaongezeka. Kuandaa mazingira uwezeshi ya upatikanaji wa pembejeo kwa wakati na soko la uhakika. Changamoto zilizopo kwa wakulima: hawana elimu ya uzalishaji wa zao la tumbaku. Pia hadi sasa wakulima hawana soko la zao la tumbaku kwa halmashauri ya Butiama, na wakulima hawana uhakika wa upatikanaji wa pembejeo. Naomba kupitia tafiti ambazo TORITA imezifanya tumebaini kwamba kuna upotevu mkubwa sana wa majani. Upotevu huu una range kati ya 29% hadi 34%. Hivyo ukifanya mahesabu hapa utaona mkulima anapoteza uzito mkubwa sana na pesa nyingi. Kampuni ya Mbolea Tanzania ni kampuni ya serikali kwa 100%, ambayo ina wajibu wa mwanzo ulikuwa kuzalisha, kuagiza mbolea na kusambaza nchini. Kwa msimu wa 24-25 TFC iliagiza nchini NPK tani 62,000, ambayo kati ya hizo tuliweza kusambaza tani 47,000. Kwa hiyo tuna maotea tani 15,000 ya NPK. CAN tuliagiza tani 10,000 ambayo hizo takwimu ni za nchi nzima au nchi nzima? Nitarudi kwenye okay. Yeah. CAN tuliagiza tani 10,000 na tumesambaza zote, na urea tuliagiza tani 2,000 na zote zilisambazwa. Kwa upande wa na usambazaji wetu tulitumia TCJE kwa sababu ndio wasambazaji tuliowapata, na kwa upande wa maku tuliweza kuwasambazia tani 431.25, NPK tani 301 na KEN tani 130. Changamoto tulipata hizi changamoto kwamba kulikuwa na ucheleweshaji wa mbolea, lakini tuliweza kufanya intervention kwa ajili ya kuwafikishia wamaku. Sisi kama TFC tuliwaisha mbolea kufika nchini mwezi wa 8 tayari tulikuwa na mbolea, lakini kulikuwa na mawasiliano hafifu kati ya TCJE nadhani pamoja na wamaku. Meneja analifahamu hilo vizuri, lakini baada ya kupata maelekezo ya serikali tulifanya intervention ya haraka sana, na kilichotokea ndio hicho tunachozungumzwa hapa. Msimu wa 25-26 tuna yale maotea NPK tani 15,000, lakini pia tumeshaagiza tani 70,000 za NPK ambazo tani 20,000 zimeshaingia nchini mpaka sasa hivi, zingine bado tunaendelea kupokea. Mamlaka ya udhibiti wa mbolea ofisi ya kanda ya Ziwa ambayo inasimamia mikoa 6 ya kanda ya Ziwa. TFRA jukumu lake kuu ni kudhibiti ubora wa mbolea zinazotumika kwa wakulima. Jukumu lingine ni kusimamia mwenendo wa bei za wakulima. Kwa sasa serikali imetoa mbolea za ruzuku ikiwemo
mbolea zinazotumika katika zao la tumbaku. Nini mkulima afanye ili aweze kupata mbolea za ruzuku? Ni kupitia mkulima kuweza kujisajili kwa kutumia madaftari maalum yaliyopo katika kata zote na vijiji vyote. Kwa hiyo kama TFRA tunawahimiza wakulima wetu waweze kujiandikisha na kupata namba maalum ya mkulima ili waweze kupata mbolea hizi ambazo Mheshimiwa Rais anazigharamia na kuhakikisha wanapata ruzuku. Na kama tulivyoona kwenye taarifa zetu pale ambazo tunazo katika makabrasha yetu, wakulima wameendelea kuzipata kuanzia mwaka 2023-24 na sasa tunaingia 24, 25, 26. Kwa msimu ule wa 2022-23 hawakufanikiwa kusambaziwa, hawa wakulima wa zao la tumbaku hawakufanikiwa kuweza kusambaziwa. Kwa hiyo kwa sasa kama mamlaka tumejipanga kwa kushirikiana na taasisi zingine na makampuni yanayohusika na usambazaji wa mbolea za ruzuku kuhakikisha wakulima wanazipata mbolea hizo. Naitwa Makula, meneja wa eneo Global Leaf. Nimesimama hapa kuwasilisha mpango wa kampuni yangu kwenye maandalizi ya msimu 2025-26. Global Leaf kama kampuni tumejipanga kwenye msimu huu na kwamba matarajio yetu ni kupata kilo milioni 1.5 tukiwa na jumla ya vyama 16 ambavyo tuna mikataba navyo mpaka sasa, na kwamba katika vyama hivi tuna jumla ya wakulima 1724 na tunataraji kwamba wakulima hawa wataweza kuzalisha jumla ya hekta 1728 na katika kwanza msimu tayari tumeshafika kikamilifu tukiwa na mbegu na tuko tayari kugawa, na ninaomba nitumie platform hii kuwaomba viongozi wa vyama vyetu baada ya kikao hiki tuonane ili ugawaji wa mbegu uendelee. Kama Global tunaamini kwamba wajibu wetu ni kuongeza tija